Mke wangu Mary, mimi nina jambo na nimewaza nikaona nikushauri, kwa sababu ni jambo ambalo la kushauriana kama mke na mume, na jambo lenyewe kuhusu mama. Mama anaumwa, tena anaumwa sana, lakini pia sikuona vizuri kufanya maamuzi bila kukushirikisha kama mwanamke au kama mke wangu, na isitoshe kwamba mama kesho anaweza akaja ili kwa ajili ya kwenda kupata matibabu hospitali. Kwa hiyo tutapokea ugeni. Mume wangu. Naam. Mbona imekuwa ghafla hiyo? Imekuwa ghafla? Naona imekuwa ghafla. Na maanisha umenishtukiza sana. Yaani mke wangu, mimi nakuambia swala la maana. Nakuambia mama anaumwa, alafu unaniambia inakuwa ghafla. Una akili sawa sawa kweli? Yaani mimi nakuambia mama anaumwa, unaniambia ghafla. Kweli? Mbona kunichanganya? Uko sahihi kweli? Uko sawa hapo? Mume wangu, uone kama ni mapema sana mama kuja hapa nyumbani? Auoni akija mama hapa atatubana? Mimi nahitaji kuwa na wewe kwa muda, mume wangu. Unasemaje wewe? Yaani mamangu anakuja hapa anaumwa, alafu unaniambia tena anakuja kutubana? Wewe uko vizuri kweli wewe? Uko sawa? Unachokiongea unakielewa? Unajielewa unachokiongea wewe? Au unaona tu unaongea kama umevuta, yani umevuta bangi, mtu aelewe anachokiongea? Wewe mbona unanichanganya? Mimi nakuletea habari ya msingi unanieleza habari zako. Kwani mume wangu, huyo mama hawezi kwenda kule kwa mdogo wako? Ni lazima aje hapa? Kwani kwa mdogo wako kule kuna nini? Siende kwa shemeji. Unanizoea Wewe utakuwa umelogwa wewe. Kabisa, wewe utakuwa umelogwa. Yaani wewe huwezi kunijibu hivyo mimi. Kelele. Hizi bangi hizi. Sio kweli. Mwanamke sahihi hawezi kuwa hivi. Uko sahihi huyu? Halo mwanangu. Mama. Habari za huko? Uko salama tu mama, si wewe? Si jambo hivyo hivyo kwa hali zangu mwanangu. Naona bado hali si nzuri. Yaani bado kabisa mwanangu. Nashangaa naona kimya. Mama. Unajua kutokana na hali sio mzuri huku mjini, ndio maana unaniona niko kimya. Ndiyo, hali sio mzuri, lakini jioni na mimi kunateseka. Kwanza sina mtu kwa mtoto wangu. Sijui ninafanyaje. Mnategemea nitakaa hivi mpaka lini? Basi nije hata huko mjini nipate tiba. Mama, tunafanya michakato tena, unajua mambo ya mjini. Unajua pale tena nyumba yenyewe imebana. Nataka tufanye mpango wa chumba basi tujue tunafanyaje. Hata uzuri na nyumba yote kubwa hiyo, na maana nikose pa kukaa mimi nikapata tiba mwanangu. Tatizo lako mama bwana, wewe unapenda kulazimisha mambo bwana. Unajua ngoja nitakupigia. Sawa mwanangu. Mimi nasema Mungu afanye pesi ili mpate kuja kunichukua watoto wangu. Haya, tutaongea mama, usiwe na haraka, wewe subiria huko. Afadhali nimekukuta rafiki yangu. Na vipi? Safi tu. Sema.
kuna mambo hapa sielewi kijijini kabisa. Hali ya ndugu yetu wajua maisha yake kule mjini mazuri kabisa, ila mama yake rafiki yangu anaumwa, hana hata msaada wote. Aisee, yule mama anazalilika sana hapa kijijini. Wewe acha tu kinapika. Mimi nijua hujayapata hapa. Kila mtu hapa anaona, kila hapa mtaani anaona kwamba yule mama anaumwa. Yaani wanae hawana msaada wowote kwa yule mama. Ama kweli kuzaa sio kupata. Yaani hali hapa inasikitisha sana. Sema nini? Mimi naelekea hivi. Wewe endelea na usafi, nitakuja kusalimia hata siku. Kama kuna mengine hapa kijijini ambayo yanaendelea, mimi nitakwambia. Usijali. Mimi na wewe tena udugu. Haya bana, karibu. Haya, endelea na usafi bana. Usijali. Majirani, msaada jamani mama. Vipi mama? Mama, majirani. Majirani. Mama, wewe kamletea dawa zake. Hatuwezi kumpa dawa sasa hivi, tumnyanyue kwanza tumpeleke kwenye mkeka kule. Mama, amka jikaze mama, amka. Vipi kwani? Sitaki uingie ndani. Sitaki uingie ndani. Yaani nyumba ya kwangu, alafu unaniambia nisiingie ndani. Yaani wewe vipi? Yaani unanichukuliaje? Unaniweza eh? Sawa, nyumba ni yako. Na kila kitu ni cha kwako. Ila sitaki mamako aje hapa. La sivyo, uchague. Ubaki na mamako ama ubaki na mimi. Sihitaji maelezo. Full stop. Hey, mama. Mwanangu. Mwanangu. Asante. Habari yako? Salama, waza nyumbani. Safi, shikamoo. Marahaba. Mama, nimepata taarifa yako unaumwa. Kwani kaka yako hajakupa taarifa? Mimi nimetoka huko mbio nimepata taarifa zako kuwa unaumwa. Mama, kumbe unaumwa hivi na hata mjanijia taarifa aina yote. Tangia juzi mimi nimepiga simu kwa kaka yako huko. Namwambia mama kweli sia. Na juzi yote nikazidia nikaa hivi. Kwa hiyo kaka yeye anasemaje? Kaka anasema atakuja. Naona kimya tangia juzi huo. Sasa mama, kwa hali hii sio kuifumbia macho. Acha mimi nifunge nguo zako na tufanye safari tuondoke mjini. Sawa mwanangu. Sawa mamangu. Fanya hivyo mwanangu. Utapona mamangu. Mwanangu.
Vipi, karibu ndugu wangu, unampia gani leo? Ukiniona mimi ujue kuna ubui wa kijiji kizima upo. Tulia nikupe mchapo. Kumbe ulikuwepo leo kijijini. Yaani katika pitapita zangu nikapita karibia na kwa kina Uzuri, nikamkuta ule mdogo wake Uzuri, si unamjua yule? Ndio. Unampata ule Magu. Huyo. Eti kumbe Magu ndo kaja kumchukua mama yake ndo ampeleke hospitali. Yaani mimi nikajua Uzuri ndo atakuja kumchukua mama yake kumpeleka hospitali. Kaja mdogo wake. Yaani Uzuri ana roho mbaya yule kaka yule, sijapata ona. Namchukia. Kweli kuzaa sio kupata. Maskini. Kumbe huyu Uzuri chizi Tena chizi kabisa. Yaani anashindwa kabisa kumstiri mama yake mpaka mdogo wake ndo anakuja kumsaidia. Ila udogo wangu, cha msingi tuwatunze sana wazazi wetu, maana tusipoangalia radhi za wazazi zitatutafuna kidogo kidogo. Jamani, Uzuri huyu. Udogo wangu, nimekuja hapa kukuletea ubuyu. Unajua tena nikikiona tu kinanikaa hapa mpaka nije kukimwaga. Si unajua mimi nenda zangu hapo gengeni mara moja.